Yes, of course, mimi tuwali karibu jioni yangu na Salali Jembe tupigane sote na ambao wameona mchezo wetu wa kwanza kwenye AFCON dhidi ya Nigeria. Tuko naye hapa tueleze tumepoteza, lakini kiwango kibora ambacho kimeonyeshwa kimewafurahisha wa Tanzania. Jembe, kwema? Kwema, mambo vipi? Salama, tuko poa? Poa kabisa. Jana nchi nzima ilisimama, kila sehemu ukipita barabarani unaona watu wamejazana majumbani, mabaa na sehemu nyingine wakitizama timu yao. Lakini licha kwa mara ya kwanza tumepoteza, lakini Watanzania wote tumefurahishwa na kilichotokea. Form bora licha ikuwa nafasi nzuri kupata matokeo. Kwako ilikuwa ni mchezo namna gani? Ni mchezo ambao ni kama vile umewa surprise wa Tanzania wengi. Kwa sababu ukiangalia kwenye mechi 3, 4, 5 zilizopita Taifa Stars haikuwa kwenye kiwango bora. Na ilikuwa ni hofu, na kwa watu wengi sana walikuwa wanajiuliza kama Taifa Stars itaendelea kucheza vile mwisho wake utakuwa ni nini. Na kulikuwa kuna hofu hiyo ya AFCON. Lakini kama unakumbuka kabla ya hii baada ya michuano kuanza, mechi kati ya Morocco na Komoro ilikuwa kati ya mechi ambayo iliwafanya watu wengi waanze kuona kwamba underdogs, kwa maana ya timu ambazo zinaonekana ni za chini, zinaweza zikabadilisha mambo. Kwa sababu ukiangalia kiwango cha Komoro licha ya ubora wa Morocco walicheza vizuri sana. Na wewe utaona hata mechi zilizofuatia ilikuwa hali kadhalika hivyo hivyo, lakini watu wengi walikuwa wanajiuliza kuhusiana na timu yetu. Mimi mwenyewe ilikuwa mmoja wapo. Na hofu yangu mimi kubwa ilikuwa kwenye defense. Ukiangalia kwenye mechi nyingi ambazo tumepoteza mabao 2, 3, 4, tulikuwa tuna shida kubwa kwenye defense. Tulikuwa tukifungwa mabao, naweza nikasema mepesi, mabao ambayo utarajii kwamba tunaweza tukafungwa, kwa sababu kulikuwa kunaonekana hakuna ile solid defense, kwa maana ya kuanzia kwenye defensive midfield kushuka chini. Lakini hata kwa kipa pia ilionekana kuwa kuna makosa mengi ambayo pia yalikuwa yanafanya timu yetu ionekane sio kwenye kile kiwango watu wanaweza kuwa na matumaini makubwa. Lakini kwenye mechi ya jana mimi kwangu nimeona kwamba wameyafanyia kazi makosa mengi ambayo tulikuwa tunayaona. Kumekuwa kuna mabadiliko makubwa sana, ndio maana tumekuwa na hili. Na sasa itakuwa ile swala la consistency. Utaangalia bado tumekuwa na watu wale wale. Mfano sisi kwenye defense ukiachana na Foba ambaye kiwango chake sasa hivi kimeimarika, lakini ukiangalia 2 na 3 ni wale wale. 4 na 5 wale wale almost ukiangalia, lakini kuna kitu kimoja niliona watu wengi sana walikuwa wana hofu jana. Walikuwa na hofu na Bakari Nondo Mwamnyeto. Mimi nikwambie vyovyote itakavyokuwa, lazima tuwe tuna ile heshima na wachezaji wetu. Kwa sababu gani? Mwamnyeto ambaye sisi tunamuona kama hafai, kocha wa Yanga alimpa nafasi, kocha aliyepita mwingine alimpa nafasi, leo tena Gamondi amerudia tena kumpa nafasi, kwa sababu ni beki anayemfahamu vizuri sana. Na umeona kitu kimoja cha kiufundi sana amekifanya Gamondi, ambapo inaonyesha ni uthubutu wa kocha anayejiamini na anataka kufanya anachotaka kufanya ni nini. Dickson Job ambaye yuko kwenye peak kwa maana ya ubora, yeye alipumzishwa kwa sababu ni vitu vya kiteknikali, kwa maana ya kuangalia wa Nigeria jinsi walivyo pale, including Osimhen. Kwa hiyo ile uwezo wa kuruka vichwa na maumbo yao vile, akaona aanze na Mwamnyeto na amefanya vizuri. Kwa kifupi, wameweza kumzuia Osimhen asitikise nyavu zetu. Wameweza kumfanya Osimhen ambaye, kumbuka huyu ni top scorer wa Serie A, lakini one of the best player tunaweza kusema kwa Afrika sasa hivi, lakini Uturuki pia kwenye ligi yao ndio tegemeo. Ni mchezaji ambaye anakutana na mabeki mbali kwenye Champions League na wakawa wana hofu, lakini wameweza tena kumzuia Mwamnyeto na wenzake, kwa sababu unaposema defense maana yake ni ushirikiano. Mtu anaweza kukuambia mabeki wakati wamemzuia, lakini timu inapo swing mabeki wakati wanapokwenda pembeni, beki wa kulia kama imeswing kushoto anakuja kuwa ndio center half, ikiswing kulia yule wa kushoto ndo anakuja kuwa. Kwa hiyo wameweza kuzuia, na kama wengi walitarajia labda Tanzania itapoteza kwa mabao mengi, haikuwa hivyo, na hata bao lao la ushindi limepatikana kwa juhudi binafsi na uwezo binafsi wa Demola. Kwa hiyo timu yetu imecheza vizuri. Tuseme tumepoteza, lakini katika ile hali wanaotupa matumaini wa Tanzania. Mimi hofu yangu ni moja tu, tunakwenda kucheza na Uganda, wataweza kuwa na consistency ya kile walikifanya katika mechi dhidi ya Nigeria? Kwa sababu mimi nina kumbukumbu kwenye AFCON iliyofanyika Egypt,
tulikuwa kundi moja nakumbuka na Senegal na Algeria na Kenya, na mechi ambayo mimi niliamini tulikuwa na uwezo wa kuchukua point baada ya timu yetu kuonyesha ubora katika mechi na Senegal. Tulifungwa bao 2-0, lakini ubora ukawa ni ule kama leo tunavyozungumza. Mechi iliyofuatia ikawa hivi na Kenya, alafu mechi ya mwisho tukamaliza na Algeria ambao tulifungwa bao 4 nakumbuka kwa mara ya kwanza na Daka Metacha Mnata. Na ukiangalia ratiba inafanana kwamba tunatoka hapa kwenda kucheza tumeanza kucheza na Nigeria, timu hii ya magharibi. Alafu tunakwenda kucheza na Uganda ambao ni tunaweza tukasema sisi tukiwaangalia Uganda na wao wakituangalia ndio mmoja anaona ndio point 3 muhimu. Yaani sisi tunaonana point 3 muhimu, kila mmoja anaona hapa ndio pa kuchukua point. Na hivyo ilikuwa kwa Kenya. Halafu mechi ya mwisho tena ni ngumu na kwenda kucheza timu ya Kaskazini. Na sasa hivi itakuwa hivyo hivyo kwa sababu mimi nimewaona Tunisia, nataka kidogo niwaelezee. Nimeona kama moja ya timu ambayo ina utulivu mkubwa kwenye composure. Naona Tunisia wako mbali sana. Yaani ni timu ambayo haionyeshi kama ni hatari sana kwa jinsi ilivyo, lakini ni timu hatari kwa jinsi inavyocheza. Lakini ni timu ambayo nimeiona inaingilika kama utakuwa na watu wasumbufu. Kwa aina ya uchezaji wao si timu nyepesi ya kusema tutakwenda kuchukua point. Na kama tunataka kuamka basi lazima tuchukue point kwa Uganda. Sisi tayari tuna rekodi ya sare kama unakumbuka AFCON iliyopita. Tulipata sare na Zambia, tulipata sare na DRC. Sasa mechi hii inayofuatia sisi hatuhitaji sare. Sisi tunahitaji kushinda, kuandika rekodi ya ushindi kwenye AFCON kwa miaka hii ya karibuni hivi. Kwa hiyo tunafanya nini? Tuende tukiwa tuna ile consistency ya level tulionyesha na Nigeria, ikiwezekana tukaiongeze ili kuweza kufanya vizuri zaidi. Na haitakuwa mechi nyepesi kwa sababu hata Waganda wao na wao wanataka kupata point dhidi yetu sisi. Jembe, mechi ya kwanza Tanzania inapata bao. Imekuwa ni nadra sana kwenye AFCON, lakini AFCON ni mechi ya kwanza tu wamepata bao. Inatupa taswira gani? Ni kwamba inawezekana. Kwanza ni bao, wewe umesema bao, lakini ni bao zuri sana. Lile ni bao la timu. Ni bao kiliangalia sio bao la juhudi binafsi. Badala yake ni bao la mipango. Ukiangalia nafikiri kwa Kapombe kutoka kulia, kampa mpira Samata. Nafikiri Samata kageuka pale, Nova katuonyesha nini maana ya mchezaji kucheza Ulaya. Lakini pia hata Mobwa pia ametuonyesha nini maana ya mchezaji kuwa kwenye timu ambazo zimeadvance kifootball, ligi imeadvance kifootball, kwa sababu movement yake yeye ilikuwa sio ya kubahatisha. Alitoka kwa wakati, akafika kwa wakati, lakini tendo lake alilofanya hakutuliza, hakufanya nini. Alilenga kwa wakati kulingana na kipa alivyokuwa anakuja. Nilikuwa ni nzuri sana. Na ukiangalia Nigeria kuna hiyo mechi nafikiri wachezaji 5 ni wa Premier League. Kutoka Premier League. Alafu wachezaji 2 watoka ligi kuu ya Uturuki. Kuna mtu anatoka Italia, kuna mtu anatoka Ureno. Kwa hiyo England ndio kwa wachezaji 5 kutoka England. Kwa hiyo kukutana na wachezaji wenye level hiyo haikuwa jambo dogo, lakini jasho limewatoka na kuna kipindi tulipiga fikiri kona kama 3 au 4 mfululizo hivi. Yaani maana yake tulikuwa mnasema nini, kuwahemea. Tulikuwa tunawahemea Nigeria. Bahati mbaya tu hatukufanikiwa kufunga tena, lakini ninaamini ni nafasi nzuri sana. Timu yetu kama umeiona ina ile combination nzuri sana ya wakongwe na vijana. Na vijana umeona ile combination yao walivyocheza na wakongwe, unaona kabisa ni wachezaji sasa hivi ambao wanaanza kufahamiana. Na ni wachezaji ambao pia wanaanza kutuondolea hofu kwenye AFCON ya 2027 kwamba nani atakuwepo na itakuwaje. Na hata ukiangalia bado kwenye benchi, mfano kuna mtu kama Kibu hivi anaingia mwisho kabisa. Yaani kwa kocha mimi nilimuelewa kama vile anataka kumuandaa. Lakini unaona hata Kibu alikuwa nje, unaweza kulalamika kwamba alikuwa nje kwa sababu waliokuwepo ndani wamefanya kazi yao vizuri kabisa. Faisal pia hayupo. Kwa hiyo ni picha ya kuonyesha kwamba timu yetu inapambana lakini inaandaliwa vizuri na tunahitaji kushikilia hilo ili kuifanya iwe bora zaidi. Jembe hapo ni kama pigo kwa taifa, lakini kwa Simba mlinda mlango Yakubu Suleiman amepata injury na klabu ya Simba sasa nao wako vitani kutafuta mbadala wake, lakini timu ya taifa sasa wanakuwa na pengo la golikipa namba 1 ambaye ni Yakubu. Unazungumziaje ukosefu wa Yakubu kwenye pande zote mbili, kwa Simba ambao wana mashindano na Champions League na ligi kuu, lakini timu ya taifa kwenye mashindano ya Afrika? Kwa Simba ni pengo. Lakini wana nafasi, bahati nzuri ambayo inaweza ikawafanya wakaweza kulipress au kufanya maandalizi ya kulipress nafasi yake, ambao mimi kwangu naona ni jambo zuri sana
au bahati kwao, kwa sababu kama ingetokea ndio tayari wana accelerate kwenye mashindano, huenda labda ingeza kuwasumbua, lakini kwa kwa hate ile hawezi akaanza Dickson Job jana. Ajai Osimhen wote warefu. Ajai ndo